Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wa mtaa wa Msamba, na hapa wataalamu wamewasifia yale ambayo wakiwaelekeza mnatekeleza kwa wakati, na mimi hili limenigusa sana. Wakati nimekaa hapa nikisikiliza habari nzuri kutoka kwa mtaalamu wetu wa afya kwamba wananchi wa mtaa wa Msamba tu ni waelewa, mimi limenifariji sana. Hongereni sana kwa hilo na jipigieni makofi. Lakini jambo la kwanza ambalo limenifanya mimi katika siku ya leo niwepo kwenye mtaa huu, jambo la kwanza ni kuwashukuru nyinyi wananchi kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi wa 10 tarehe 29 kwa kuendelea kuniamini kuwa mtumishi wenu kwenye hili kata. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza. Lakini la pili, nitawasikiliza kwa sababu ni muda mrefu sijaonana na nyinyi, kwa hiyo nitawasikiliza kero zenu mlizonazo. Zile ambazo tuna uwezo wa kuzijibu hapa tutazijibu. Zile ambazo pengine zinahitaji ufafanuzi kama ni ngazi ya wilaya au mkoa tutazibeba. Nashukuru diwani, kwa jina naitwa Baraka Scharwe. Naombi kwako kwamba ukamwambie mbunge wetu alituahidi kutuchimbia kisima cha maji kwenye mtaa wetu. Tunaomba ili ukamkumbushe baba. Asante diwani kwa mkutano wako huu. Nashukuru kwa kuwa umerudi tena kwa wananchi kutoa shukrani. Mungu akubariki sana. Mimi kwa jina naitwa Elisha Emmanuel Kaini. Lakini ninayo kero ambayo nataka nikukumbushe. Hii ni kero, ni ahadi yako wewe mwenyewe, ulishaniahidi kwenye mkutano wa nyuma, labda kama utakune sahau. Kwenye kata yako kuanzia na Mole mpaka hapa Msamba Niumba uliahidi kwamba hutaki Wasukuma. Kwa jina naitwa Veston Laban Siame. La kwanza, mimi ni oni. Nimekusikia mheshimiwa diwani umesema kwamba uuzaji wa mazao wananchi wasiuze ovyo ovyo kwenye vindoo. Lakini sijasikia kwamba serikali tayari imeandaa ile skeli ya kupimia au kilo. Hapa unatusaidiaje? La pili, ili kama alivyotangulia kusema mwenzangu, kipindi amekuja kujinadi pale mheshimiwa mbunge wetu, na tunashukuru kwamba amepita kwa sababu tulimwamini tukijua naye atatuamini. Aliahidi kwamba akishapita tu barabara hii haitaonekana ya changarawe tena. Tunaomba mkamkumbushe kwamba ahadi ya barabara ya watu kule, barabara yetu. Unawasaidiaje wananchi wa Msamba tu? Ni hilo tu, nikushukuru mheshimiwa. Haya maji ni kweli wamesema kwamba wanatuchimbia. Lakini je, yataishia hapo hapo au yatasambaa mtaa mzima? Kwa majina inaitwa Abdalla Baton Siko. Ruataska Mashuya na swali ambalo ilikuwa ni ahadi ya mheshimiwa diwani. Wataalamu wamekuja kututengenezea vyombo kama vile kama koki, lakini hatuna maji. Huo mto ni korongo. Sasa maji ya tunachota yaweke chooni na mengine yaweke kwenye koki. Hamuoni mnatuumiza? Ndio mizani ile ya kupimia maiti. Akiwabana wale wanunuzi, kwa mfano wakina Mashu hao wanatuambia eti bei elekezi ni shilingi ngapi kwa kila kilo. Kwa tunashindwa kulijibia. Nalo mngetusaidia kama kuna wataalamu. Lakini swala la kwanza hapa ameulizwa baba yangu mchungaji pale kwamba mbunge wakati anaomba kula aliahidi kutuchimbia kisima kwenye mtaa wa Msamba tu eneo la Kakunku. Ni kweli kabisa,
na mimi kwa sababu nilikuwepo siku ile, aliahidi. Nafikiri hili mimi nilichukue, nitamfikishia na nitamwambia leo kwamba nimefanya mkutano mtaa wa Msambatu. Kwanza wananchi wamekupongeza kwa kuchaguliwa, lakini ahadi yao ya kisima wanahitaji itekelezwe. Kwa hiyo hili mimi nilichukua na nitamfikishia, lakini kwa kuwa bado yupo kwenye majukumu ya kibunge, nafikiri na yeye akisharudi tu, na yeye lazima awe na ziara. Kwa hiyo lazima kwenye ziara yake tutapata majibu kwenye hili, lakini hili leo mimi nalifikisha. Nasisitiza na tumeelekezwa na mkuu wa mkoa wa Songwe kwamba mfanyabiashara yeyote au mkulima yeyote anapouza au kununua mazao yake hasa ya jamii ya nafaka au mazao yote ya shambani, ni lazima azingatie sheria inayoongoza hasa kwenye masuala ya vipimo. Jamani, ndoo zimepitwa na wakati. Kwa nini zimepitwa na wakati? Zinatunyonya sisi wakulima, ndoo zinatuibia ndugu zangu. Sasa hivi tuuze mazao yetu kwenye mizani. Kama ni kilo 100 unaona kabisa hizi hapa kilo 100. Kama 105 unaona kabisa hizi kilo 105. Kama ni kilo 20 unaona kabisa ni kilo ngapi jamani? Ni 20. Kwa hiyo unapata hala yako kihalali kabisa. Kwa hiyo naomba na nimwombe mtendaji wa mtaa kwa kupitia kamati yake, kwa kushirikiana na kamati yake, ili tulizingatie sana. Ya kata tutalizingatia hilo la utumiaji wa mizani. Mlasi, swala la uuzaji wa mahindi kuhusiana na mizani, kwamba wananchi sasa wa serikali mnasimamia wauze kwa mizani. Hizo mizani zinapatikanaje ili mwananchi anapouza sasa auzie hiyo mizani? Karibu mtendaji wa kata kwenye hili. Asante. Kwenye hili kulikuwa na maswali mawili kama nitakuwa sijakosea kuhusu uuzaji wa mahindi. Bila shaka ngoja nimkaribishe afisa kilimo wa kata kwa ajili ya ufafanuzi zaidi. Nikianza na hili la ununuzi wa mazao, ni kweli tangazo lishatolewa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa wakala kupitia kwa wakala wa hifadhi ya chakula NFRA, mwaka huu watanunua mazao kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 wataanza kununua mazao na vituo vitatangazwa, na mkoa wetu wa Songwe upo kwenye hiyo orodha ambao wakala wa hifadhi ya chakula NFRA atanunua mazao. Kwa tutaendelea kuhabarishana. Nadhani kwa kipindi cha nyuma walikuwa na kituo Vwawa na Kakozi. Si mnakumbuka eh? Ya, kwa kama vituo vitakuwa ni hivyo, kwa sisi hapa nadhani Vwawa ni karibu zaidi. Kwa watakapotangaza vile vituo vyao na bei zao tutahabarishana. Lakini tangazo limeshatoka, wataanza kununua mazao kuanzia mwezi wa 7, tarehe mwezi wa 7, kwa maana mwaka mpya wa fedha. Hili lingine la bei ya mazao, ndugu zangu, bei au soko la mahindi mwanzoni mwa miezi ya 4, 5, 6, kipindi ambacho mahindi yanakauka mashambani na kipindi ambacho bado tunavuna, kidogo soko linakuwa bado halijatengemaa. Kwa hiyo soko bado halijatengemaa, bado inayumba yumba. Ni ngumu sana kusema kwamba kilo moja inauzwa kwa shilingi ngapi, lakini kwa sababu serikali pia itaanza kununua mwezi wa 7, ndio tukapata picha sahihi kwamba mahindi yanaendaje. Lakini kwa sasa hivi tunategemea sana kupata bei kutoka soko letu la kimataifa pale Tunduma. Mara nyingi wakati tunasikiliza redio, hasa hii redio ya Tunduma na ile ya Vwao, waka wanatangaza bei asubuhi. Meneja waga anatoa taarifa yake nadhani kila siku asubuhi. Kwa hiyo tujitahidi kufuatilia vyombo vya habari, kwa sababu kwa bei bado hazijatengemaa, wakati tunatumia bei inayopatikana pale sokoni Tunduma. Sawa wananchi wangu. La upatikanaji wa mizani, Mheshimiwa Diwani, ili naomba tu nitoe ufafanuzi kwamba ndugu zangu, sisi kama serikali tuna mizani kwa ajili ya kupimia mazao yetu. Jukumu la mizani ni la mnunuzi mwenyewe. Yaani wewe ukiwa na mahindi yako, mwambie mimi nataka kupima kwenye nini? Kwenye mizani.
kwenye madebe mimi sipimi. Wananchi hili ndo mkalisimamie, lakini pia kwenye swala la kupima mizani, kabla hujapima mazao yako, sawa, unaweza hata wewe mwenyewe ukapanda pale, unajua uzito wako. Kama una uzito wa kilo 70, maana yake utapanda pale, unaiona mizani inasoma ngapi? 70. Siku ya mwisho unamruhusu aende kufanya nini? Kupima. Lakini ukiona hauwezi kuzingatia hayo, basi umshirikishe jirani yako, au mnavopima pale mnaandika kilo, alafu siku ya mwisho mnakuja kufanya nini? Kujumulisha. Mtu ambaye anaweza kukusaidia. Mimi nikushukuru kwenye hilo. Kwa wananchi msikubaliane, nendeni kwenye kata za wenzetu. Ukienda huko Mbozi, hakuna mwananchi anauza mahindi kwenye madebe. Sasa unakuta mtu anapima na yale mandoo mpaka mpaka gunia lile anaanza kushindilia. Tunaibiwa pale sana. Sawa jamani, kwa hiyo tuzingatie kwenye hilo la kupima kwenye mizani, kwa sababu tukipima kwenye mizani, kwanza sisi wenyewe ndio tutakao wanufaika wakubwa. Tutapata faida kubwa. Lakini pia aliuliza mlasi huyo kuhusiana pia na kisima. Nafikiri la kisima, ndugu zangu, nimelijibu kwamba hili nitalifikisha. Lakini pia aliahidi na barabara. Ni kweli aliahidi na barabara. Kwa hiyo mimi haya yote nitamfikishia, na yeye atakuja atolee ufafanuzi atakapokuwa anakuja kwenye ziara. Lakini mimi leo nayafikisha. Nikushukuru sana mzee kwa kuuliza swali zuri sana. Tunashukuru kisima kinachimbwa hapa shuleni. Sasa haya maji, je, yatatuhudumia na sisi wananchi? Kisima kwanza ni cha shule, tutambue hilo. Sawa jamani? Lakini hapa kuna taasisi jirani za afya na majirani. Kwao huwezi kushindwa kwenda kupata maji pale. Kwa hiyo utaratibu wa taasisi watauweka. Kwa hiyo nyinyi mtafuata utaratibu ambao taasisi imefanya nini? Imeuweka. Sawa jamani? Kwa hiyo kwenye hilo nafikiri nimekujibu vizuri ndugu yangu Simkonda. Na wewe hapa ni jirani. Kwa hiyo mtafuata utaratibu wa taasisi utakao uweka. Lakini kwa kuwa swala hili linafanana na swala la mwisho la mjumbe Mwashuya, kwamba tuna mradi wetu ule wa maji ambao ilikuwa utuhudumie mitaa miwili, kwa maana ni Umba na Msambatu. Ndugu zangu, ni kweli ule mradi walishusha mabomba. Kipindi hicho meneja wa Ruwasa alikuwa Katabazi. Tulifanya kikao na mimi nikahusisha mitaa yote miwili ya wanufaika. Tuliondoka hapa jamani na uongozi wa kata, tukaenda hadi pale Sakamwela. Wakatupeleka kwenye kile chanzo kizuri kabisa, kina maji ya kutosha. Tukakubaliana mradi uanze, na bahati nzuri alikuwepo meneja wa Ruwasa wa kwetu wa Momba na meneja wa Ruwasa wa wapi? Wa Mbozi. Sisi tukaruhusu, kwa kuwa ni wahitaji wa maji, tukaruhusu mradi uanze kutekeleza. Basi wakakaa wakampata mkandarasi akaanza kazi. Akafanya kazi ya kuchimba, kutandika mabomba. Siku ya mwisho anaomba fedha, hapewi fedha. Sisi tukambana meneja wa kwetu wa Momba Ruwasa, kwa nini mradi ule umesimama? Akasema, mheshimiwa, kwa kuwa ulizungumza kero nyingi sana za wananchi kwamba hawana maji, kwa hiyo mimi nikajiongeza, nikakopa kwenye miradi mingine ili tuanze mradi nikijua tutapata fedha haraka. Kwa mradi ule haukupata fedha. Kwa hiyo na mimi nimeendelea kuupigia kelele sana kwenye vikao vyetu vya baraza la madiwani, lakini kwenye vikao vya halmashauri kuu ya chama, mpaka kwenye halmashauri kuu ya chama, maana yake mkuu wa wilaya ndo anatoa majibu. Kwa hiyo alichotujibu ni kwamba atalisimamia kwa mwaka huu wa fedha kuhakikisha ule mradi unatekelezwa na ukamilike, ili uweze kutatua changamoto zilizopo kwa wananchi wetu mitaa hii miwili. Kwa hiyo mimi hili nimewabana sana, na ni kweli huu mradi ni wa muda mrefu sana. Mabomba pale ni Umba yamekaa
Na mimi niwashukuru tu wananchi wa pale, kwa kweli wameendelea kututunzia vizuri yale mabomba. Vinginevyo pengine hata mabomba yale yangekuwa yameharibika ovyo. Kwa mimi kwenye hili tumewabana sana kuhakikisha ule mradi unakamilika, kwa sababu tuna changamoto kubwa sana ya maji kwenye mitaa hii miwili. Kwa hili mimi niseme tu, bajeti ya kuanzia mwezi wa 7 itakwenda kutekelezwa, kwa sababu mkuu wa wilaya alishaniahidi hivyo kwamba bajeti ya 26-27 ni lazima ule mradi utekelezwe. Kwa hiyo nikushukuru sana nauliza swali hili mzee wangu Mwashu, kwa sababu maji ni uhai, na bila maji maana yake hata sisi hatuwezi kuwa hai. Kwa kweli mimi niwashukuru sana, na nafikiri majibu tumeyajibu kwa ufasaha, tumewajibu vizuri. Kila mjumbe aliyeuliza tumemjibu vizuri. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wananchi kwa kuuliza maswali mazuri, lakini pia kwa kutoa kero zenu tumezisikiliza. Hizi zinazomhusu mbunge nafikiri nitazifikisha kwa mbunge, alafu siku ya mwisho mtaona utekelezaji. Anaweza akatekeleza kabla ya ziara au anaweza akatekeleza akiwa kwenye ziara, lakini mimi nitamfikishia kama mlivyoniuliza leo hapa. Niwashukuruni sana wananchi wa mtaa wa Msambatu kwa utulivu. Cha msingi endeleeni tu kutuamini. Mimi na serikali ya mtaa tunashirikiana vizuri kuhakikisha tunatatua changamoto kwa wananchi.